Funguka na Masela wawili wanakimbizwa kwa sababu wameiba saa. Walikimbia kishenzi unaambiwa. Kila chocho wanazopita washikaji wapo nyuma yao. Muda huo Uzo amechoka vibaya mno, hawezi tena kuendelea na mbio. Washikaji wakamkamata, acha wamchezeshe mazee. Sasa Tenye yeye alifanikiwa kukimbia, lakini kwa sababu washikaji wanapendana sana, ikabidi Tenye naye ajitokeze tu eneo la tukio. Kama mbwai iwe mbwai tu, wahuni wakamkamata naye wakaanza kumchezeshea hapa. Walichezeshewa kishenzi unaambiwa. Filamu inaitwa Everything We Built. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Urafiki wa Tenye na Uzo uliendelea hadi kwenye utuzima wao. Leo ni birthday ya Uzo, basi washikaji wanasherehekea hapa kwa pamoja na nini vitu kama hizo mtu wangu. Sasa kwa sasa Tenye ana familia yake, mke wake pamoja na mtoto wake mmoja wa kike, wanaishi kwa furaha kishenzi yani. Sasa hao washikaji wizi hawajaacha hadi hivi sasa, lakini kwa sasa wanaibia matajiri wakubwa tu, tena kwa akili kubwa mno. Wakati wanaweka mipango yao sawa, mtoto wake Tenye akaja kumkaribisha chakula baba yake. Uzo akauliza, cha kwangu vipi? Haujaniuliza. Oh, kweli hiyo nzuri. Unajua nini? Naenda kula chakula cha mama yako. Kila mmoja kashtuka. Hii kauli ina maana gani? Bisi ikabidi apotezee tu, maana hii kauli ni tata mno. Uzo akasema alimaanisha ataenda kula chakula alichoandaa mama yake. Lazima ufafanue hapa. Hata kama ningekuwa mimi, ningefikiria kitu tofauti. Yaani wanaenda kula chakula cha mama yake kivipi? Tonyi ikabidi amwambie mkewe kuwa kwa hapa walipofikia wanapaswa kuondoka ili kaanze maisha mapya na hataki tena kufanya uhalifu aisee. Hata hivyo amewekeza pesa ya kutosha tu ambayo itawasaidia kufanya mambo mengine huko wanakoenda. Nitaumia sana kama mmoja wenu atadhurika kwa sababu ya mawazo yangu. Kwa hiyo naomba tuende popote pale duniani tukaanze maisha mapya. Bisi akasema atalifikiria hilo. Kila wakifanya utapeli, Uzo ananunua gari mpya hapa. Sasa hiki kitu akipendi kishenzi Tonye, maana anahisi pengine wanaweza kushtukiwa kutokana na kile ambacho wanakifanya. Tonye na Bisi wanapendana kishenzi unaambiwa. Penzi lao lilianzia shuleni hadi kwenye utu uzima wao bado wanaendeleaga tu. Wakakumbuka namna ambavyo walikuwa wanaishi kwenye ghetto, washikaji walikuwa wanapendana sana ise. Uzo alikuwa na support sana kwa asilimia kubwa kwenye haya mahusiano. Kuna namna alikuwa anajitoa kutafuta msosi na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Wakati wanakula, Bisi akasema kuwa akiwa mkubwa anataka apate kila kitu anachokitaka. Uzo akasema atampatia. Tonye akasema nitajenga chochote unachokitaka na nitakuoa pia. Hiki kitu kilimuumiza kishenzi Uzo. Hata chakula kikawa kipande kabisa kwa mchizi. Sasa kwa nini mchizi kaumia hivi? Na anajua kabisa Bisi ni mpenzi wake Tonye. Hao hajapenda au ndo wanampenda Bisi? Hebu tuangalie na tuone. Washikaji wakaendelea na utapeli kama kawaida. Wanawapigia simu matajiri, kisha wanawapa oda za uongo, wanatumiwa pesa, wahuni wanaenjoy na kujilamba tu. Pesa ambazo wamezipiga leo zikawa zimeingia. Tonye akaja nazo nyumbani kwa Uzo, akamkuta mchiza anacheza game hapa. Mwana alipoziona tu zile pesa, akafurahi kishenzi unaambiwa. Wakapongezana kwa kazi nzuri na nini, maana wanaendelea kupata mkwanja tu hapa. Sasa Uzo ni mtu wa klabu sana. Akipata pesa tu lazima akale bata. Leo akamshawishi na Tonye ili kama vipi waende kuenjoy, lakini mwana akawa amegoma. Akasema anataka tumie muda mwingi sana na familia yake. Akamtaka Uzo naye aoe na nini, aachane na huu utoto alionao hapa. Mwisho Tonye akawa amekubali kwenda klabu, lakini atakaa saa moja tu kisha atarudi nyumbani kuungana na familia yake. Nyama zilikuwa za kutosha tu kwenye klabu aisee. Hapa watu wanajichagulia wanavyotaka tu, wanajilamba kishenzi unaambiwa. Tonye kwa sababu sio mwenyeji sana, alikuwa anashangaa tu. Mchizi akiwa amekaa hapa, kuna njembe ikawa imemfuata. Ikamwambia kuwa bosi wake anataka kumuona. Tonye akuwa na namna tena, ikabidi aongozane naye tu. Sasa huyu mchizi anaitwa Subomi, anajua kila kitu ambacho Tonye anakifanya. Kwa hiyo anajua utaalamu wake vizuri sana. Anajua kwamba huyu mtu ana akili kubwa sana kwenye wizi. Kwa hiyo ikabidi ampe ofa nzuri zaidi ya ile ambayo anaipata akiwa anafanya kazi na mshikaji wake ise, na akamtaka jiunge na kundi lake. Noma sana hii. Subomi anachokitaka ni kuitumia akili ya Tonye tu kwenye mambo yake. Akasema kama ukifanikiwa kutengeneza $100,000 utanipa 10% tu ya hiyo $100,000, sawa? Tonye akasema hawezi kufanya maamuzi yake peke yake, ana kaka ambaye lazima amshirikishe pia hili. Subomi akaagiza pewe kinywaji na nini. Mambo yako vizuri sana hapa. Sasa Tonye alirudi usiku sana nyumbani, akamkuta mke wake amelala pamoja na mwanae. Ikabidi afungue sehemu ya kuwekea akiba yake ili aongeze maokoto. Kumbe Bisi hakuwa amesinzia bana, akawa anaona kila kitu ambacho kinaendelea. Mchizi hajui kama Bisi yuko macho, yeye anaendelea na zoezi lake la kutazama picha na kuweka mkwanja wake tu. Sasa Tonye ikabidi ampe taarifa Uzo kuhusu Subomi pamoja na mipango ambayo wamepanga mpaka sasa. Uzo akashangaa, anakupa hizi njia kwa wema tu? Tonye akasema sio kwa wema, anapata 10% kwenye kila mgao. Hili dili ambalo wanataka kulifanya ni la hatari sana. Wakikamatwa tu wataishia jela na watatumikia miaka 24. Mwisho Tonye akasema baada ya hili dili anaacha kabisa hii kazi, tutaondoka mimi na mke wangu, siwezi kufanya huu utapeli milele. Uzo basi anaelewa, maana amezoea kuiba na kupata pesa nyingi kwa haraka. Tonye akauliza, mwanangu akikua akataka kujua mimi nafanya kazi gani, hataambiwa nini? Mwizi au? Sitaki hicho kitu kabisa. Mziki wa utapeli ukaanza rasmi tena. Tonye yuko vizuri sana kwenye mipango, akipata mkwanja lazima aje kuuweka kwenye kibubu chake na nini, lakini muuni anaipenda sana familia yake, anampenda kishenzi mke wake na mtoto.
waliyapiga makampuni mengi kinoma, na kila wanapogusa ngome inaitika, mzigo unazidi kumiminika tu, yani muda wote pesa inaingia. Basi shangwe ni kubwa mno naambiwa. Tonye umwambie kitu kwa mke wake aisee, mwana anampenda kishenzi licha ya kazi yake, lakini familia yake anaipa kipaumbele zaidi. Kwa sasa Subomi naye ameshakuwa familia yao kabisa, maana wanaenjoy wote kwa pamoja, ni full party tunaambiwa. Tonye leo akamletea zawadi ya simu mtoto wake, akamwambia popote atakapokuwa basi ampigie simu na atamfuata popote pale. Bisi akataka kuiona ile simu na nini aliyonunuliwa mwanae. Ndogo akatoka mbio vibaya mno. Wakiwa wamekaa hapa, Uzu akampigia simu Bisi. Tonye akasema sielewi kwa nini anakupigia simu wewe. Bisi akasema hajui, ikabidi atoke kuongea naye. Sasa hapa kuna siri gani mazee? Tutajua uko mbele mtu wangu. Tonye leo akamletea Uzo saa ambayo waliiba siku ile. Si mnakumbuka kwenye sini ya kwanza ila ambayo walichapwa vibaya mno na wananchi. Uzo alishangaa kishenzi, yani mchizi kaitunza hii saa tangu kipindi kile. Tonye akampa mchizi naye aitunze hapa. Tonye akasema hii saa inaonyesha urafiki wao wa kweli, inaonyesha kila kitu ambacho wamepitia, inatukumbusha ni wapi tumetoka na namna gani uhusiano wetu ulivyo na nguvu. Baki nayo mzee. Tonye leo akamrudisha Bisi kwenye shule ambayo wamesoma pamoja. Kwenye moja ya darasa ambalo walisoma pamoja, mchizi alikuwa ameliandaa vizuri kishenzi yani. Tonye akasema alikuwa anawahi kuja shuleni ili kumuona Bisi tu kwenye nguo zake za shule. Tonye akampa Bisi bahasha ili aitazame kilichopo ndani na nini. Alipofungua akakutana picha zake za kitambo akiwa mdogo. Tonye akasema wakati anakuwa kuna vitu viwili tu vilikuwemo kwenye akili yake, kutoka kwenye umaskini na kumshika mkono Bisi akishatoka kwenye huo umaskini. Haujanipa nyumba tu, umekuwa nyumba na ukanipatia Dobra, furaha yangu ya pili maishani. Mwisho Tonye akaja kupiga goti na kuomba ndoa kwa bibie. Hola Bisi alonge, naweza kukuoa. Bisi hakuwa na muda wa kupoteza pale na nini, akakubali ombi la Tonye. Hawa washikaji wanapendana kinoma ise. Mwisho Tonye akamwambia Bisi kuwa amewekeza vya kutosha, kwa hiyo anaachana kabisa na mambo ya utapeli, wanaweza kwenda kuishi nchi yoyote ile ambayo wanaitaka. Bisi akawa amekubaliana mazee na mchizi, lakini alikuwa na sita sana. Ngome ikatoka darasani hadi nyumbani, ikapigwa mechi nzito mno, yani ni mwendo wa mikito tu. Si umekubali kuwa mwanamke wangu yani leo? Sasa leo Bisi na Tonye kuna sehemu wanaenda, kwa hiyo akaagiza mtu aje akae na mtoto na nini. Wakati wanaongea hapa, simu ya Bisi kaita. Alikuwa ni Sheila, mtu ambaye walitegemea kabisa atakuja kukaa na mtoto wao. Akasema hawezi kuja kwa sababu mama yake anaumwa sana. Tonye akataka mpigie Mina ili aje kukaa na mtoto hapa na nini. Bisi akakataa, akasema tabaki yeye mwenyewe tu na Dobra. Akamtaka mwana aende mwenyewe tu huko ambako alikuwa anaenda. Noma sana ise. Tonye akaja kukutana na wauni wake hapa na nini, stori nyingi mno zikapigwa mtu wangu. Kikubwa amekuja kuaga masela kuwa anaenda kuachana kabisa na hii kazi. Mara mchizi akapokea simu hapa, akaambiwa mke wake na mtoto wake wametekwa, kwa hiyo anatakiwa kutoa pesa ili awapate. Mchizi kabidi atoe password ya kibubu chake tu ili wachukue pesa waiache familia yake. Noma sana ise. Tonye alipoingia ndani hakukuta mtu, alikagua sana lakini wapi, pako kimya tu. Alipoingia chumbani akakuta vitu vimevurugika. Kumbe Uzo alikuja nyumbani kwa mchizi, akaacha saa walioibaga pamoja kipindi kile, kisha na barua juu akaiacha hapa. Barua ilikuwa inasema Dobra ni mtoto wangu na sio mtoto wako kama unavyofikiria. Hata Bisi hakuwa wako mwanzoni, tulihitaji akili yako, pesa zako, na sasa hivi kwa sababu tumefikia malengo tumemalizana na wewe kabisa. Usijisumbue kututafuta, tumeshaondoka kwa sasa, baki na hiyo saa yako ya kipuuzi. Hizi taarifa zilikuwa nzito sana kwa mchizi. Noma sana ise. Sasa Tonye ikabidi ampigie simu Subomi, akasema ulisema nikikubali kuungana na wewe utanisaidia si ndio? Ndio, unahitaji nini? Tonye akasema anahitaji bunduki pamoja na vijana wake. Subomi akakubali, kisha akaagiza vijana wake waje kwa Tonye. Baada ya muda Masela akafika nyumbani kwa Tonye, akasema Uzo ameichukua familia yangu, yeye na Bisi wamechukua kila kitu changu nilichokitengeneza, wamemchukua mwanangu kisha wamepotea. Tonye akawataka Masela wawatafute popote walipo. Vipi kama ameondoka nchini? Haiwezekani, hawawezi kufanya maamuzi ya haraka hivyo, bado wapo hapa mjini, watafuteni. Kwa hiyo tukiwapata tuwafanye nini? Niliwapa amani lakini wameomba vita, twendeni tukawapa wanachokitaka. Masela wakapokea oda hapa. Sasa kinachomuumiza Tonye ni kuwa amesalitiwa na rafiki yake wa karibu sana tangu utotoni. Akayakumbuka maneno aliyoyasema siku ile, kumbe alikuwa na maana si hata nyie mmeanza kuelewa Hata siku ambayo alimwambia waende kuanzisha maisha mapya hakukubali pale pale, aliomba muda wa kufikiria ise. Mchizi alikumbuka vitu vingi mno. Hata siku ile alishangaa sana kuona Uzo anampigia mpenzi wake simu, kumbe kulikuwa na kitu kinaendelea hapa. Hata siku ambayo walitakiwa kuondoka aliweka mapingamizi mengi mno bibie. Mchizi aelewe afanye nini hapa. Ni huzuni sana mazee, amebaki na picha tu, ndo kitu ambacho anakitazama hapa. Inaumiza sana hii. Mtoto aliyefikiria ni wake, kumbe maskini sio mwanaye. Inaumiza kishenzi mtu wangu. Mtonye wote ambao aliupambania nao umetembea hapa, hana familia wala hana pesa tena. Huku Dobra anataka kumuona baba yake, akasema alitakiwa kusafiri na baba yake. Yuko wapi? Bisi akasema atalala hapa leo na kesho atasafiri. Sitaki kusafiri, nataka kumuona baba. Licha ya kuwa Dobra ni mwanaye, lakini Uzo hampendi kishenzi yani. Kumbe Uzo alimkataza Bisi kusafiri na Dobra, lakini hakuwa tayari kumwacha mwanaye nyuma, akalazimisha kuondoka naye na nini. Hiki kitu
hakipendi kishenzi Uzo. Usiku Uzo akasema watasafiri mdogo mdogo hadi watoroke huu mji. Uzo anamjua vizuri Tonye, ni mtu ambaye ana mipango mingi sana, hakati tamaa hadi afanikiwe jambo lake. Kumbuka Tonye alimpatiaga simu mwanae, kwa hiyo Dobra akaanza kuitumia hiyo simu. Pale pale Bisi akamkuta Dobra anatumia simu, ikabidi ampokonye hapa, lakini alikuwa ashamtumia ujumbe tayari Tonye. Bisi akaichukua ile simu akaivunja vunja ise. Uzo alipofika hapa akauliza nini hiki? Ni simu ambayo Tonye alimpatia kama zawadi. Uzo akataka mkanyage na nini, lakini Bisi akamzuia. Mwache mama yangu, mwache, nyamaza, nyamaza mpuuzi wewe. Uzo akauliza amempigia? Hapana, ameiwasha tu, lakini hajampigia yoyote yule. Vipi kama kamtumia location? Uzo, mtoto na miaka 5 hawezi kujua tulipo wala kutuma message kwa Tonye. Uzo akasema hapa sio salama tena, tunatakiwa kumwacha huyu mtoto hapa. Bisi akasema yule ni mtoto wako. Una uhakika gani? Ni mwanao najua, ndio maana acha, chukua vitu vyako tuondoke hapa. Tonye alipofika hapa hakukuta mtu, akakuta simu ya mwanae ambayo ilivunjwa na Bisi na nini. Akajua washikaji walihisi tu watafika hapa, kwa hiyo ikabidi wapange mipango mingine. Sasa ikabidi wavae nguo za polisi kisha waweke beli ya njiani, maana anajua kabisa wanapoelekea. Mtafutano kaanza hapa sasa. Uzo yuko speed ile mbayo unaambiwa, huku Tonye naye anaweka mitego yake sawa. Washikaji wakapata nguo 2 za polisi, kwa hiyo wapo tayari kuweka belia ili kukagua kila gari ambayo inapita hapa. Mchizi akaanza kukumbuka furaha aliyokuwa nayo na mwanae na nini, alikuwa anampenda kishenzi yani. Haamini kama Mchizi alikuwa anamuenjoy tu, kama ni madili wamepiga pamoja tena kwa uaminifu mkubwa mno. Hadi birthday yake Mchizi akamfanyia. Da, marafiki bana, noma sana ise. Washikaji wakaweka belia njiani ili kumtega mwana. Bahati nzuri naye akapita njia ile ile, akashtuka kuwaona maaskari mbele yake. Bisi akashangaa, maaskari gani wana ndevu hawa? Tulia, kama ni majambazi itabidi tutafute njia tu, maana tuna mtoto mdogo hapa, tunapaswa kufikiria usalama wake. Uzo alipofika tu akasimamishwa. Kwa nini unaendesha mwendo kasi? Vitambulisho viko wapi? Ikabidi wamtoe nje, kawekwa telo mazee. Pale pale akatokea Tonye. Hey, marafiki wakubwa tangu utotoni leo amegeuka kuwa maadui mazee. Noma sana hii. Bisi aliomba sana msamaha lakini mwana hataki. Dobra akamkimbilia mzee wake na nini, maana anampenda kishenzi unaambiwa. Kisha akamtoa kwanza ili amalizane na wakubwa wenzake hapa. Tonye akasema, nyie watu wawili niliwaamini sana kwenye hii dunia. Acha upuuzi wako wewe. Wewe sikukuamini. Ulifanya nini? Ukanisaliti. Unahisi una akili sana, si ndio? Kila kitu umekijua wewe. Nilijitoa kwa ajili yangu, kwa ajili yetu. Lakini wewe ukaamua kunitelekeza baada ya kupata nafasi moja tu ya kuondoka. Nilikuambia tuondoke wote lakini ukagoma. Nilikuwa nazama mzee, na unajua mwanaume akiwa nazama anaweza kujiokoa kwa chochote kile, hata kama ni kuvuta kitu ili ajiokoe. Sikiliza, nimefanya kila kitu ili nikuokoe. Nilikuokoa hata kama ilikuwa mbaya kwangu. Hata uliponiumiza nilikusaidia pia. Kinachomuumiza zaidi Tonye, mshikaji wake amekuwa kidira tunda lake kwa miaka mingi sana. Mchizi kakiri alikosea kwenye hilo. Sio kwamba nampenda kama unavyompenda wewe. Muangalie, ana nini cha kumpenda sasa huyu? Bisi akashtuka. He, kumbe ndio maana alikuwa nataka umwache mtoto atoroke eh? Lilikuwa kosa na nikafanya siri kubwa. Tonye akamwambia Bisi kuwa umeiangalia nyumba yetu inaungua na moto, haujafumba hata macho hata kidogo yani. Tonye akakumbuka alivyomuokoa Uzo kwenye kipigo na akabaki na sawa aliyokuwa ameiba. Noma sana isi. Ujinga wako huo, ubinafsi na kushindwa kwa kuzuia hisia za ngono. Bisi akataka kuomba msamaha na nini, ukiniita jina langu tena na kumwaga ubongo wako. Nilikuwa nafikiria wewe ni mtu mwema kwangu, kumbe ni shetani kiasi hiki. Kila siku ulikuwa unalala na mimi na unaniambia unanipenda, kumbe ulikuwa unanidanganya tu. Nilikuwa na hofia ukijua Dobra sio mwanao. Mchizi akasema hajali chochote kile, hasikii chochote, Dobra ni mwanae. Waseme chochote ambacho wanakiweza, lakini Dobra bado ni mwanae. Mchizi akaondoka kisha akaacha maagizo kuwa mizigo itupwe kule. Hey, Tonye akaja kuonana na mwanae hapa kisha akamweka kwenye gari na akatoa maelekezo hapa. Wakati huo anakumbuka mazuri yote ambayo aliyafanya na mke wake mpenzi. Walikuwa na furaha kishenzi unaambiwa. Kila kitu ambacho walikifanya pamoja Mchizi alikikumbuka hapa. Mapenzi yalikuwa lele, walikuwa wanapendana kishenzi yani. Lakini Mchizi anaona kama mapenzi ya mwanamke wake yalikuwa ni ya kinafiki tu, hakuwa anampenda kweli. Mwisho akaagiza wapigwe risasi. Hey, ikasikika sauti tu ya risasi. Oya, noma sana hii. Tamthilia My Demon itaanza kuruka rasmi kupitia YouTube channel ya Nyota Fix kuanzia Aprili 12, 2026. Hebu kula kionjo hicho kwanza. Mimi naitwa The Best Rio na hii ni Zurua TV. Najua hii vita kubwa peke yako huwezi. Kawaida yetu ni kutoa kafara kila wakati. Leo usiku nimeota ndoto mbaya sana. Ni kukataza kufanya kitu usifanye. Bado hujatuambia mpaka lini utakuwa umejipanga kutoa kafara. Umempoteza mwanamke wako wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka sasa hivi wa 7. Familia yangu mimi inaendekeza sana imani za kishirikina. Sitaki tena mambo ya utamaduni, sitaki mambo ya mizimu, sitaki chochote kuhusiana na mambo ya utamaduni. Inabidi umwambie mke wako ukweli.
hapa hakuna kutoka kwenye mizimu. Mizimu lazima iendelee. That's why we're drinking here. In heaven there is no beer. Sitaki kukuona Nasa. Sitaki kukuona. Sitaki. My demon. Taswira iliyogoma kuniacha. My demon, yeah. Salama wa mateso lini utaondoka? My demon, oh.